Mourinho alisema iko possibility ya kuwafanya wachezaji wote wenye asili ya Kiafrika wacheze kwenye mataifa ya Afrika. Wacheze kwenye mataifa yao ya Afrika. Sasa kama wacheze kwenye mataifa yao ya Afrika, alafu tuone wakati Mourinho akiamini bara la Afrika lina vipaji vikubwa sana. Nchi kama France isingefika kwenye mafanikio iliyopo kama wachezaji wengi asilimia kubwa wa Kiafrika wangekuwa wanacheza katika mataifa yao. Sawa? Yeah. Tunaanza kupata picha. Kipindi cha karibuni, ni siku chache tulizopita, jana tu, majina mawili bado yanaendelea kung'ara. Kwa mfano PSG, Bradley Barcola na Desire Doué. Wakati Bradley Barcola angeweza kuitumikia timu ya taifa ya Togo, Desire Doué yeye angeweza kuichezea timu ya taifa Ivory Coast. Cote d'Ivoire. Angalia idadi ya wachezaji ambao wapo. Hebu tuzungumzie kidogo vipaji vya hawa watu. Wow. Barcola ni mwana mapinduzi makubwa wa kiperformance. Wakati anaingia PSG wengi walimchukulia kama mchezaji wa kawaida, lakini the way ambavyo ameisaidia PSG, amepata kuonesha kipaji chake kikoje, dunia inamzungumza kwenye sura tofauti sana. Lakini pia inaenda connect kwenye national team ya Ufaransa. Unajua wa Faransa kupitia hii sera yao ya kudili au kufanya kazi na wachezaji ambao ni makoloni yao kwenye historia ya ukoloni, kwa kuhusiana na mambo ya dual citizen passport na nini, kutokuwa ngumu visa kuingia pale. Wana wigo mpana au wigo mkubwa zaidi yawezekana kuliko nchi zote za Ulaya kwenye kupata wachezaji. Sasa ukiona mchezaji ana qualify hadi kucheza national team kama mchezaji tegemezi, basi amefanya mapinduzi makubwa sana ya kipaji chake na kiwango chake. Doué. Yeah. Wakati PSG wanamtoa Neymar Junior, Mbappe alibaki akaenda Real Madrid. Yeah. Baadaye timu ikawa inajiuliza itakuwa na superstar gani kwenye ushambuliaji wa tatu mbele. Alipatikana Ousmane Dembele, watu walikuwa wanamfahamu akiwa Borussia Barcelona, wanajua ni mchezaji mzuri, hawakuwa na uhakika kama anaweza akawa yuko fit sababu walikuwa na issue za injuries. Walimsajili Goncalo Ramos striker, lakini wanawaza kwenye mapana huko itakuwaje. Bradley akaingia Barcola, lakini huko kulia akaja Doué sasa. Ana speed lakini miguu yake footwork iko quick, yani anafanya matendo haraka akiwa na mpira mguuni hapa kwenye maeneo membamba sana. Ana uwezo mzuri wa kushoot, ana uwezo mzuri sana kukimbiza mtu, wa kupita mtu kwa kudribble na chenga. Wanamuita kama Neymar Junior mpya kule Ufaransa kutokana na kipaji chake. Paka style of play. Yes, nimeona jana kabla mechi ya Atletico alikuwa mhusika magoli 16 na assist 7, involvement ya goli 26 kwa umri wake, lakini pia kuwa man of the match Champions League. Sio tu man of the match, lakini dhidi ya Inter Milan na kutoa performance nzuri kama ile. Kwa hiyo nawaza angekuwa Ivory Coast kwa performance ile, angekuwa msaada kiasi gani. Hao ndio vijana ambao kwa sasa wanaifanya PSG iwe tishio. Na jana tena ameprove tena. Jana pia dhidi ya Atletico Madrid, timu ambayo ina safu ngumu ya defense, walikuwa hawezi kucheza dhidi yake. Lakini wako wachezaji ambao wanakuwa na perform huko kwenye vilabu vyao vizuri tu wa Kiafrika, lakini wanapokuja kwenye mataifa yao watu wanaocheza nao labda unakuta hawatoi kile wanachokitoa kule. Ndio tupe mfano sasa. Tupe mfano kabla kibano. Ili tujue tunajua huyo mtu shida yake nini. Unamzungumzia nani Majid? Yaani nimesema kwa ujumla. Kwa ujumla. Yuko sawa. Mimi nakubaliana. Sasa mimi nataka atupe mifano. Si kwa ujumla, maana mifano iko mingi maana yake. Mfano mzee. Kwanza hoja yenyewe umeikubali kabla tujaenda kwenye mifano, kwa sababu sasa mfano ndo tutajua kama hoja yako ipo. Au unaweza kumtaja mchezaji mimi namuona tofauti. Yao. Ukamtazama tofauti. Mohamed Salah. Kwamba anacheza tofauti Egypt na Liverpool. So different thing kwa sababu ya aina wachezaji ambao wamemzunguka Egypt na Liverpool. Yes, ndio nimesema pia. Lakini bado ni superstar team na anawasaidia. Japo performance yake sio kama Liverpool. Lakini amechozungumza ni sahihi. Ndio hapo niliposema kwa Doué, kwa maana inawezekana asingekuwa, kwa mfano asingekuwa Ufaransa. Inawezekana Ufaransa ana perform kwa sababu ya watu waliokuwa nao. Labda. Sasa kwa Doué iko different. Mimi ninavyomuona Darazaki. In general, nadhani Cameroon walionyesha hii kwenye miaka karibuni.
Yes, kwamba hakuwa na performance nzuri. Performance yao haikuwa nzuri sana kwenye issue ya national team. Cameroon, Nigeria, ukiacha mpaka hii juzi hapa Nigeria kurudi kiasi fulani wenye Nigeria walikosa nani World Cup. Nakumbuka. Walikosa World Cup mara ya mwisho. Lakini ulikuwa ni mfululizo wa wachezaji kutokujituma katika kwenye hizi timu. Cameroon waliongoza hii barani Afrika. Yes, na huwa kuna notion kwamba mchezaji anayecheza katika klabu analipwa vizuri na malipo yetu, zile allowance za timu zetu za mataifa yetu ya ukanda Afrika yanashindwa kumshawishi awe na commitment kubwa. Yes, maana yake atakupa kile ambacho kinatokana na mazingira ambayo umemfanya upewe. Lakini tofauti na watu kama kina Eto'o. Samuel Eto'o EFM.